Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kufikiria masuala ya kifo. Kumwangalia mtu kwa aibu. Kufikiria jambo linalokuchosha. Kusahau ulipoweka kitu. Kuhisi mtu ana roho mbaya au mwenye chuki. Kulazimisha kuona kitu au kutaka kujua kitu. Kuiota bahari mara kwa mara. Kuna jambo unahitajika kuliweka sawa. Kuonesha uchangamfu kwa mtu kwa kuzuga. Kusumbuliwa kwa jambo linalokuchosha. Kumpima mtu kwa anachokiwaza kwako. Mtu mwingine kuchaguliwa kwenye nafasi yako. Kuikataa hali ya dharau kwa mtu. Utachekeshwa kwa jambo. Kuvifikiria viumbe vya ajabu au visivyo vya kawaida. Misuli kukaza. Kumwelezea mtu jambo. Utakuwa mwenye kisirani na mtu. Kununa au kukasirika. Kujiepusha na hatari ya moto. Nyota ya Mshale. Kuamka na mawazo ya kitu muhimu sana. Kuweza kuchanganua mambo kiundani. Kumuhisi mtu si chaguo sahihi. Utapata kuijua tabia ya mtu iliyokuwa imejificha. Utakuta ujumbe wa kushangaza kwa simu ya mtu. Kutamani kujiendeleza kwa jambo fulani. Moyo wako utakuwa mwepesi kuumia au kukasirika. Kutamani kujidhuru kwa baadhi yenu. Kuikataa hali ya unafiki. Kumuhisi mtu yuko tofauti kwa mabadiliko utakayoyaona. Kutamani utimize ahadi ulioiweka moyoni mwako. Kuanza kufanyia kazi suala la pesa. Vitisho vya mtu utajaribu kuvipuuzia. Nyayo za mguu kuuma. Pia unaweza kupata hali ya ganzi. Kujihisi ni mbovu wa kifua kutokana na hali ya baridi. Utajizuia kumjibu mtu vibaya. Kumuoneshea mtu kuwa unapendwa. Kuna jambo litakalo badilika kwako. Juhudi zako nzuri zitakusimamisha unapostahili. Unachotaka kukimiliki utakifikia. Kuachana na mambo ya starehe na hutoshawishika kwa hilo. Kuzingatia sana kipato chako na uhitaji wako. Nyota ya Punda. Baadhi yenu mtakuwa wenye kuomboleza. Kupitia hali ya uchungu moyoni. Kuhisi kupagawa. Mafua ya mtu yatakuwa yanakukera. Kupata hali ya msukumo wa kufanya kitu. Kuwaza jambo zuri. Kutamani mshirikishe mtu kitu. Kuongozwa au kupata mwongozo wa kitu. Unahisi una kitu kinachokukosesha raha na mambo yako kukwama. Kumtafuta mtu muhimu atakaye kusaidia kitu. Kuwazia usafiri. Kufika sehemu ambayo njia itakuwa na ugumu wa kupita. Kitu kukupa shida kitakachofanya moyo wako kuuma. Uliyekuwa na mahusiano naye atakuwa mwenye kukufikiria. Kutamani kitu kiishe. Utakaraishwa na kitu. Utakuwa mwenye shida ya kitu au pesa kwa jambo fulani. Kujihisi njaa kali. Kuna mtu atakayekuwa na shari na wewe. Hivyo utamuona tu. Nyota ya Kaa. Kusingizia kitu. Kuna hali utakayoizoea. Kuchoka kumwelewesha mtu jambo asilolielewa. Mtu atapendezwa na kitu kutoka kwako. Kuingia sehemu kwa mara ya kwanza. Kauli ya mtu itakuwa inajirudia kwako. Kitu kukuangukia ghafla. Unapatiwa ishara ya tahadhari kwa mtu aliyekuwa karibu yako. Au jambo ulifanyalo. Kuhimizwa kitu. Uzito wako kutotekeleza jambo na sababu. Kumwelewa mtu zaidi kwa kila anachokiongea. Yaani unayachambua maneno yake vizuri akilini. Na ndiyo maana upo makini kusikiliza. Utagundua kitu kabla ya kuambiwa. Kwa hali au kipindi hiki. Kuna wakati utakuwa mwenye kuzungumza mwenyewe ndani yako. Wakati wa wingu la kung'aa au lenye mwangaza wa kuumiza macho. Ni wakati wa kuomba jambo lako. Unasikilizwa. Unapata mwangaza kwenye mambo yako. Hali tata au ngumu uliyoipitia imekufunza jambo. Hivyo utaweza kuepuka kitu kwa sasa. Utamkumbuka mtu. Nyota ya Samaki. Ulichokiwaza kwa mtu kinafanyika. Kuzipokea taarifa kwa haraka. Nguvu ya mawasiliano itakuwa iko juu sana.
Jambo unaloliongea linaweza kumfikia mtu kihisia. Kuacha kunung'unika kwa jambo fulani. Kupoteza uaminifu kwa mtu. Nyota ya Nge. Kuhisi ulichofanya ni sahihi ila kitakugharimu. Kujitahidi kuwa mpole kwa mtu. Kitu usichokipenda ni dharau au kuonekana hufai. Hivyo utashindwa kuvumilia kitu hicho. Kulipia kitu kwa usumbufu. Kwenye suala la mahusiano kuna muda unatamani kuachana nalo kabisa. Kubisha kitu. Kuna mtu hutokuwa unamuelewa kabisa. Kufungua kitu vibaya. Kuumia kwenye mkono. Kujizuia kufanya kitu. Unaweza kujihisi hasira. Kuiepuka hasara kubwa iliyotaka kutokea. Kumaliza kitu kwa furaha. Kujitibu. Kuonekana mwenye maisha mazuri kulingana na umaridadi wako. Msimu huu utahitajika uwe makini sana. Mambo mengi utapambana nayo. Nyota ya Mapacha. Kuelewa hali ya mtu anayoipitia. Hivyo hutotaka kumpa mawazo. Utakuwa mwanzilishi wa kitu. Kupatana na mtu. Kuongozana na mtu sehemu ya mbali. Kuijua tabia ya mtu. Kutolalamika baada ya kukosa kitu. Nyota ya Ndoo. Kufuata taratibu za kisheria kwa jambo. Kuelezewa kitu ambacho ulikuwa hujakipatia ufumbuzi. Kuelezea hali anayoipitia mtu. Utafanya watu warudiane kimahusiano. Kushukuru kwa jambo kukamilika au kupatiwa kitu. Nyota ya Mizani. Kufuatilia kitu. Kuridhishwa kwa jambo. Utamwazia mtu kila wakati. Kuhofia kuanza uhusiano mpya. Mtu anakupa tahadhari. Utafanya bidii ya kumaliza kitu. Kufanyika kwa mchango. Kulala peke yako ikiwa si kawaida au sehemu ambayo hujaizoea. Nyota ya Mbuzi. Kujiepusha na tamaa. Kuhisi mtu kaghafilika. Kutambua ukweli. Utakuwa kwenye haki. Kumfanyia mtu mambo mengi mazuri ikiwa shukrani yake ni ndogo sana. Kufanya jitihada ya kujikomboa kwa jambo fulani. Kulala kwa kuwazia kitu. Kusikitika. Mtu atajiweka mbali na wewe. Nyota ya Mashuke. Mtu atajua kama unampenda. Kuamka mapema. Kupata matokeo mazuri ya kitu. Kuombwa msamaha. Mtu mbishi atakuelewa sasa. Kuhisi harufu ya kitu cha aina moja sehemu tofauti. Nyota ya Ng'ombe. Kumfanya mtu afadhaike. Kuikumbukia siku iliyopita. Kufanya majaribio ya kitu. Kujing'ata na kuhisi ni nani aliyekutaja au kukuongelea. Kupita sehemu yenye uchafu sana. Utahitaji jambo lifikie mwisho. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.